Hapa ndio amani. Mimi nitakimbiza yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka nchini huku Rigathi Gachagua akionekana kuzidi kupata umaarufu. Karibu, hapa ni Tani Digital. Mahala popote ulipo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya na mzima kama kigongo. Mtazamaji, siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, fahamu kwamba siku baada ya nyingine kunapokucha, Rigathi Gachagua amekuwa akitangamana na Wakenya. Na mtazamaji, hotuba yake ya siku ya jana imeweza kuacha wengi wakiwa na vicheko, wengine wakisema kwamba kuna namna ambayo Rigathi Gachagua mtazamaji anazidi kutangamana na wananchi ambayo itaweza kumletea ushindi ifikapo mwaka wa 2027. Karibu mtazamaji, na iwapo ni na kabla mtazamaji niweze kukuchanganulia ni mbinu gani ambao Gachagua anatumia, na mtazamaji itaweza ama ina manufaa gani kwa safari yake ya kisiasa mwaka 2027. Mtazamaji, weza kuungana nasi kwa kusubscribe. Fahamu kwamba Rigathi Gachagua baada ya yeye kuweza kubanduliwa kutoka mamlakani, mtazamaji, Rigathi Gachagua hakufa moyo. Alizidi kutangamana na Wakenya siku baada ya nyingine, hususan katika eneo lake la Mlima Kenya. Na mtazamaji, siku ya jana akiwa pale katika maeneo ya Makindu, Gachagua aliweza kutoa hotuba mtazamaji kama kawaida, huku akiweza kutoa neno la kuchekesha na kuita Wakenya hi cousins. Na mtazamaji, Wakenya walionekana wenye furaha, na hivyo basi ni njia mojawapo ya kuweza kutangamana na wananchi. Mtazamaji, kuna njia ambazo Rigathi Gachagua anatumia ama mbinu ambazo mtazamaji zinazidi kumpa Rais William Ruto kibaridi. Na mtazamaji, tuweze kuangazia njia hizo. Njia ya kwanza, mtazamaji, Rigathi Gachagua alipokuwa katika safari yake ya kuelekea huko katika pwani, fahamu kwamba alikuwa ameandamana na viongozi wengine, na mtazamaji akiwemo Bi Martha Karua, Kalonzo Musyoka na Wamalwa. Na mtazamaji, viongozi hawa ni miongoni mwa wale viongozi ambao wana ushawishi mkubwa nchini. Fahamu kwamba bwana Bi Martha Karua alikuwa pamoja na bwana Raila Odinga katika uchaguzi wa mwaka 2022, lakini mtazamaji hawakuweza kuushinda uchaguzi huo. Licha ya Raila Odinga kuweza kupeleka kesi kwamba aliweza kuibiwa kura, na mtazamaji cha kushangaza ni kwamba ameweza kujiunga na serikali yake Rais William Ruto. Bi Martha Karua hajafa moyo mtazamaji, tuna kwamba shughuli zake za kuweza kutetea Wakenya bado zinaendelea, na hivyo basi yeye kama mwanaharakati na mwanasiasa bado anazidi kujitosa katika uwanja wa siasa siku baada ya nyingine. Katika ziara ya bwana Rigathi Gachagua tuna kwamba aliweza kupokelewa huku magari yakionekana mengi mtazamaji, huku watu wengi wakionekana kuweza kuwa nyuma yake. Hii ni kumaanisha mtazamaji, Rigathi Gachagua ana support kubwa sana ifikapo mwaka wa 2027. Licha ya mambo ambayo mtazamaji yanazidi kuendelea, fahamu kwamba siku chache zilizopita Rigathi Gachagua aliweza kutarajiwa kuweza kukizindua chama chake rasmi, na mtazamaji akaweza kunyimwa kuweza kutumia uwanja wa Kasarani, jambo ambalo mtazamaji wa Kenya wameweza kusema ni njia mojawapo ambazo Rais William Ruto anatumia ili kuweza kujaribu kumzima bwana Rigathi Gachagua kisiasa, na mtazamaji ni jambo ambalo ni gumu. Kwa upande mwingine, fahamu kwamba Rigathi Gachagua anazidi kufanya kampeni siku baada ya nyingine, huku Raila Odinga akiandamana na Rais William Ruto kila mahala wanapokwenda, na kila miradi ya kiserikali inavyovumbuliwa wapo pamoja. Rigathi Gachagua ameamua kushikana na viongozi wengine katika siasa za nchi ya Kenya ili kuweza mtazamaji kuwa na ushawishi zaidi katika nchi ya Kenya. Fahamu kwamba licha ya kuwa na cheo kikubwa sana pale Mount Kenya kama mmojawapo ya wale wazee mtazamaji, bwana Rigathi Gachagua bado anazidi kutangamana na wananchi katika sehemu mbalimbali. Lakini mtazamaji,
hivi majuzi tunakwamba alikuwa katika maeneo ya Mount Kenya, Embu, Nyeri, na mtazamaji siku hii ya leo siku ya jana kunradhi, alikuwa pale maeneo ya Makindu, huku akionekana kufululiza safari yake kuelekea pwani. Na mtazamaji, kuna mambo ambayo Rigathi Gachagua anazidi kufanya ambayo mtazamaji yanazidi kuwa tisho kubwa kwa Rais William Ruto. Na mtazamaji, Rigathi Gachagua ana support. Na mtazamaji, Rigathi Gachagua ana support kutoka kwa viongozi ambao pia wao waliweza kusema kwamba wataweza kujitosa katika kinyang'anyiro cha urais, akiwepo bwana Kalonzo Musyoka na bwana Eugene Wamalwa. Lakini mtazamaji, hicho hakimshtui bwana Rigathi Gachagua. Siku baada ya nyingine anazidi kupata umaarufu, siku baada ya nyingine anazidi kutangamana na Wakenya kwa njia ambayo mtazamaji ukiona inaashiria kwamba bwana Rigathi Gachagua anapendwa. Na mtazamaji, Rais William Ruto anapojionea mambo kama haya, mtazamaji, si kuzuri. Fahamu kwamba Rigathi Gachagua aliweza kuwaambia wananchi kwamba waweze kukataa mikutano ya bwana Kasongo, waweze kukana kuweza kujumuika mahala ambapo Rais William Ruto yupo, kwani mtazamaji anachokisema ni uongo, na akawaambia mtazamaji wasikubali kupiga makofi kama hawajalipwa. Kawaambia kwamba kuweza kumentertain Rais William Ruto kupiga makofi, kumuita majina mazuri, aweze kutoa pesa za maana. Jambo ambalo mtazamaji limekuwa kama comedy kwa siasa za nchi ya Kenya. Na mtazamaji, baadhi ya viongozi wanaonekana kuishabikia serikali ya Rais William Ruto, akiwemo bwana Oscar Sudi mtazamaji, na baadhi ya viongozi. Tunaona kwamba kuna gavana ambaye mtazamaji aliweza kutishiwa kwamba iwapo hata shabikia serikali ya Rais William Ruto huenda akakosa kupata kiti chake tena mwaka 2027, na mtazamaji si mwingine bali ni gavana wa kaunti ya Siaya bwana James Orengo. Tunaona kwamba anazidi kuishabikia serikali licha ya yeye mara ya kwanza kuwa akiweza kuikosoa serikali ameweza kujiunga. Na mtazamaji, wa Kenya bado hawajalala. Wakenya wanatazama kwa jicho la tatu. Na mtazamaji, hii ina ishara gani kwa siasa za nchi ya Kenya? Fahamu kwamba Rais William Ruto ameweza kukataliwa waziwazi. Wakenya siku baada ya nyingine wana sababu ya kuweza kumbandua Rais William Ruto kutoka mamlakani. Licha ya maandamano ya hapa na pale, licha ya vibango vilivyoandikwa Kasongo must go, licha ya vile vibonzo kuweza kusambaa mtandaoni, mtazamaji, Rais William Ruto ameonekana mkimya, na hivyo basi amekuwa tu akitoa onyo, lakini hakuna jambo ambalo amefanya. Jambo ambalo mtazamaji pia ni tisho kwa Wakenya, huku wakisema kwamba kimya kingi mtazamaji kina sababu. Na kulingana na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa ni kwamba Rais William Ruto ameweza kujipanga, na hivyo basi itakuwa kibarua kwa bwana Rigathi Gachagua anayejaribu kuweza kumpindua ama kuweza kukichukua kiti chake cha urais ifikapo mwaka 2027. Fahamu mtazamaji, hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa. Cha muhimu uweza kuungana nasi kwa kusubscribe.